Mtazamaji wa Simamia TV, mimi ni Mwafrika, nyuma ya kamera ipo Uncle G. Leo bwana Simamia TV tumefika katika kijiji cha Jururigwa. Hiki ni kitongoji cha Mkigoti, na hapa pembeni yangu nipo na mwenyekiti wa kijiji hiki. Naamini kwa Simamia TV ni mara ya kwanza kuzungumza naye tangu waingie madarakani hapo mwaka jana, mwaka 2024. Kwa itakuwa ni bahati pia na sisi kufanya naye interview, hata yeye pia kwa mara ya kwanza ndani ya Simamia TV. Kubwa zaidi ni changamoto ambayo iliyopo, wananchi wanajitahidi na viongozi wao wa kijiji wakatengeneza au wakajenga jengo ili hapa kwa ajili ya mapolisi, lakini kwa ajili ya kuimarisha ulinzi zaidi. Mpaka sasa jengo ndio hivyo, nadhani utaona picha mpaka ndani mazingira yaliyopo limekuwa kama ni gofu fulani, ndege, wadudu wamekuwa ni sehemu ya kujitunzia. Lakini tutazungumza hapa na mwenyekiti, tuambie labda mpaka sasa changamoto ni nini mpaka jengo hili halitumiki. Mwenyekiti, utajitambulisha kwa majina yako na nafasi yako. Habari yako kwanza? Mimi salama kabisa. Majina yako na nafasi yako? Mimi ni kwa jina Daudi Dastan Mwako na ni mwenyekiti wa kijiji hapa Jururigwa. Sawa. Hili jengo nadhani wewe ni shahidi. Sisi tumelizunguka, tumeangalia ndani. Jengo ambalo limekamilika. Tunaliona pia linafaa kwa matumizi. Kwa upande wako labda changamoto ni nini mpaka sasa hamna mapolisi na halijatumika? Hii changamoto hii kwa kweli sisi nguvu yetu ya wananchi kwa kweli hapa ndipo imefikia. Lakini sasa tulikuwa tunaomba msaada, watusaidie serikali. Kwa sababu sisi tuliomba msaada wakasema hivi kwamba sisi tuweke singboard ya zege, milango ya girili na madirisha ya girili. Sasa kwa uwezo wa wananchi na michango iliyopo kijijini, na tunajenga choo ya shule na imetushinda, tumechukua miaka mingi na imechukua gharama kubwa hiyo choo ya shule. Lakini sasa tukiingiza na jengo hili la serikali la polisi, kwa kweli wananchi wamesema nguvu yao iliishia hapa. Kwa hiyo kwa serikali tunaomba itupatie msaada wao, kwa sababu wananchi na jengo hili lilivyofikia hapa, nafikiri wananchi wamefika mwisho. Kwa hizo gharama ambazo wamesema kwamba singboard za zege, mara milango ya girili, madirisha ya girili, kwa kweli naona wameshindwa. Wananchi wenyewe walisema, hata kwenye mkutano mkuu walisema kwamba nguvu iliyoishia kwenye kituo cha polisi imeishia hapo. Kwa sababu na sasa hivi tuko kwenye ujenzi wa choo cha shule. Choo cha shule chenyewe kimechukua kabla miaka 10, ni choo cha maji, lakini sasa na chenyewe sasa hivi tuko kwenye mchakato ya kutafuta michango ili tumalizie. Sasa kuingilia na michango hiyo, kwa kweli wananchi naona kama wameshindwa, na wenyewe wanajisemea kwamba wameshindwa kwa ajili ya jengo hili. Serikali ndio ingilie mambo hayo ili wamalizie kituo hicho. Kwa sababu kijiji hiki ili kujengwe hili kituo cha polisi yametukia matukio mengi sana. Matukio yaliyotokea ni kwa ajili ya mpaka kijengwe kituo hiki, matukio kuuawa na majambazi, masilaha ndio yalitumika, ndio wananchi sasa wakaamua sasa tujenge kituo hiki ili tusaidiwe na mapolisi, ili na sisi tufanyeje, tupate msaada kiharaka zaidi kwa ajili ya kijiji hiki. Kwa kweli mimi kama mwenyekiti wa kijiji, kwa wananchi ambao nguvu zao ziliishia hapa na gharama ambazo wanaambiwa tena waweke milango ya girili na singboard za zege, kwa kweli hapo wananchi waliweka mikono juu, nguvu zao ziliishia hapo. Kwa kweli mimi sina la zaidi, tunaomba msaada wa serikali na wenyewe utumike, uweke mkono wake hapo.